bado binafsi sijaona utofauti mpaka sasa kwenye maandalizi kuelekea mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Petro de Atletico ya Luanda huko nchini Angola. Ahmed Ally amekuwa ni mtu ambaye always anatoka kwenda mtaani kukutana na wana Simba huko aliko kuhamasisha the way ambavyo watu wanaweza wakajitokeza kwenda kuisupport timu yao. So umekuwa ni utaratibu wa Ahmed Ally kwa kipindi kirefu. So sijaona kitu kipya. Lakini imekuwa pia ni utamaduni wa Simba kuhamasishana kuelekea kwenye michezo yao ya kimataifa, ingawa imekuwa haiwalipi sana, kwa maana ya kwamba kwenda kujaza full house ule uwanja wa Benjamin Mkapa hasa kwenye hii michezo ambayo ni ya mwanzoni. Lakini inapokuja kwenye ile decisive games ambazo maybe Simba wanahitajika kwa wingi waende uwanjani, kwa maana ya wana Simba kwenda kuisupport team, wamekuwa kijitokeza na wanakuwa na namba ambayo ni ya kuridhisha kwa kiwango ambacho inakuwa inawaogopesha timu pinzani ambao wanacheza nayo. So kwa namna walivyoanza leo ni utaratibu wa kawaida tu ambao wana Simba wamezoea, na I expect attendance itakuwepo kwenye uwanja Benjamin Mkapa, lakini haitakuwa ile ya wao kama ambavyo imeshazoeleka. Ni mpaka watakapoitwa kwa kishindo kikubwa sana na wao wakawa wanaona yes, ni tumefika kwenye wakati ambao timu yetu inatuhitaji, ndio huwa namba inajitokeza. Kwa mfano mechi ya AS Vita ilikuwa mechi ya kuamua, walijitokeza kwa wingi. Mechi dhidi ya Nkana Red Devils walijitokeza kwa wingi. Mechi dhidi ya Al Ahly walijitokeza kwa wingi. Mechi dhidi ya Gendarmerie walijitokeza kwa wingi, tena kwenye idadi kubwa sana kiwango cha kwa full house almost there. Kwa hiyo ni kama huwa na wao wanachagua mechi za kwenda kwa wingi, kwa kufurika, ili kuweza kupressurize timu pinzani na kuwachagiza wachezaji wao waweze kuperform kwenye level ile ya kuwafanya wapate matokeo yale wanayoyahitaji. Kwa hiyo hapa mwanzoni sitarajii kwamba eti kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Petro Atletico de Luanda kunaweza kukawa na full house. I don't expect hicho kitu, lakini kutakuwa kuna namba kubwa tu kulingana na hamasa ambayo Ahmed Ally amekuwa akifanya. Unajua mimi nashindwa niongee neno gani zuri, but I think it was deliberately planned. Yani ni kitu ambacho kama huenda ni kitu ambacho kama kimeandaliwa hivi to showcase against the feeling and the willing ya mashabiki wa Young Africans. Young Africans wamekuwa termed kama watu ambao wanaitegemea zaidi klabu iwasaidie, na Simba always wataenda against na kile ambacho Young Africans wanafanya, hasa mashabiki. Kwa hiyo mashabiki wao watakuja watasema sisi hatuwezi kuwa watu ambao tunaitegemea klabu yetu itulipie viingilio. Wenyewe watatoka tofauti na mashabiki wa Yanga, and that's why imekuwa teased kwamba sasa tunaenda kufanya for free. Watu na react no, tunataka tulipe viingilio. Kwa hiyo inawezekana ni kwa namna tu ya kuendelea kuchagiza ule utani wa jadi wa Simba na Yanga, and that's why ndo Ahmed Ally akaja na hicho kionjo kwa kujua tu yani mashabiki wata react in against, kwamba yani wewe utakaposema sisi tunafanya bure, wengine watakuja watasema no sisi hatutaki bure. Kinachofanyika pale ni kudeliver message kwa mashabiki wa Yanga kwamba nyinyi ni wa bure, sisi sio wa bure. So kwangu mimi haikuwa kitu serious. Simba ni timu yao na inawategemea wao kwenye zile dakika 90 za mchezo kama watu ambao wanaweza kwenda kuchagiza, kuishangilia na kuisupport ili iweze kupata matokeo mazuri. Waangalie mchezo dhidi ya Nsingizini Hotspurs uliofanyika kwa uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo wachezaji timu ilicheza bila mashabiki. The way timu yao ilivyocheza, I think ilikuwa ni dhidi ya wale walikuwa ni wale Gaborone United. The way ambavyo timu ilivyocheza very down ni kwa sababu hakukuwepo na mashabiki. Ingawa dhidi ya Nsingizini Hotspurs pia walicheza vibaya, lakini uwepo wa mashabiki huwa ni X factor ya kuwafanya wachezaji wapigane kwa lengo la kutaka kwanza kutokuwasononesha mashabiki zao, lakini pia kuwapa ile hamasa ya next game warejee tena kwenda kuwashangilia. Kwa hiyo mashabiki wa Simba wana deni la kuishangilia timu yao.
waoneshe kwamba ili hatutaki bure ina maana kwamba walipe viingilio vyao, waende uwanjani wakaisupport timu yao na wahakikisha wametoa kila wanachostahili kutoa wao kama mashabiki kuisababisha timu ishinde, ili wao sasa wawe wana uhalali wa kuadai matokeo wachezaji. So wanapaswa kujitokeza uwanjani na kwenda kuishabikia timu yao. Mshabiki hana kitu kingine chochote kile anachoweza kujitoa zaidi ya kuishangilia timu yake. Atakuja uwanjani, atakaa kwenye kiti chake jukwani, kitu atakachopaswa kukifanya ni kushangilia, kumhamasisha mchezaji wake kwa the way ambavyo tunawatem kama mshabiki, kama mchezaji wa 12 waweze kuisababisha timu iweze kupata matokeo. So the way watakavyochagiza, the way ambavyo watakavyokuwa wanawasukuma wachezaji wao, hiyo ndio kitu pekee ambayo mashabiki wanaweza wakafanya kuifanya Simba Sports Club ipate matokeo dhidi ya Petro Atletico, ambao ni moja kati ya timu ngumu barani Afrika kucheza nayo. Sio timu nyepesi na hautakuwa mchezo rahisi. Lazima Simba wafanye kila kitu ili waweze kupata matokeo. Na bila kusahau michezo ya nyumbani ya Simba Sports Club mara nyingi ndio huwa inaipeleka Simba hatua ya robo finali. Ni msimu mmoja tu ndio Simba walianza kwa sare dhidi ya ASEC Mimosa na wakaweza kuadvance. Wamekuwa kiadvance kila wanapofika group stages, wana advance kuingia hatua ya robo finali. Lakini haitakuwa kila siku. Itakuja siku ambayo watacommit mistakes na then hawataweza kuqualify na kuingia robo finali. Hiyo siku itakuja kwa sababu the way unavyokuwa unacheza ndivyo ambavyo watu wanavyokustudy na kuja kucapitalize kwenye madhaifu yako. So mashabiki wa Simba, wachezaji wa Simba, viongozi wa Simba wanapaswa kufahamu kwamba hawapaswi kuishi kwa mazoea. Kila mchezo unahitaji kuwa mchezo special, mchezo maalum ambao wanapaswa kuapproach kwa namna ya pekee yake ili kuweza kupata matokeo mazuri. Pointi 3 dhidi ya Petro Atletico ni pointi muhimu sana kuliko kitu kingine chochote ambacho wamewahi kukifanya kwenye mashindano haya toka wameanza kucheza, kwa sababu wanaenda kuandika historia ya mpya. Wanaenda kucheza na klabu hii kwa mara ya kwanza. Hawajawahi kucheza na Petro Atletico kwenye haya mashindano kwenye hii miaka ya karibuni. Ndio mara ya kwanza wanaenda kucheza. Wamecheza na De Agosto wakawafunga home and away. Wamecheza na Bravo Dumaki wakawafunga home, wakaenda kudraw away. Hii ni Petro Atletico de Luanda. So ni timu nyingine, wanapaswa kuwa na mikakati mipya na kila kitu kipya kwenda kuwakabili. Hawapaswi kuishi na mazoea kwamba sisi always huwa tunashinda nyumbani, tukicheza na timu za Angola tunapata matokeo. No. This is Petro Atletico de Luanda.